Tanzania haitasaidiwa na wanasiasa. Tanzania itasaidiwa na watumishi wa Mungu. Narudia tena. Tanzania haitasaidiwa na wanasiasa. Tanzania itasaidiwa na watumishi wa Mungu wanaoishi katika kweli na wenye vision ya kusaidia nchi. Wanasiasa ni wale wale, mashariki, magharibi au kaskazini, wale wale. Lakini watumishi wa Mungu wakisimama kwenye nafasi yao kama wewe, wanaweza wakasaidia nchi. Mungu akusaidie uchukue nafasi yako kibiashara, utajirike, uwe na mawazo ya biashara, usaidie nchi ya Tanzania kwa jina la Yesu. Inua wengine na wafuate maelekezo, wawatende hawa wanaotufanyia vibaya bila hatia, kwa kufuata maelekezo, kwa kuwa imeandikwa, apandacho mtu anatakiwa kuvuna. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Najua tena ninafahamu ya kwamba ni jambo baya kumwombea mtu apatwe na mabaya, lakini kwa kuwa mtu ambaye hajawahi pitia umasikini kisawasawa, hawezi kuwa na huruma juu ya masikini. Na yule ambaye hajawahi onewa, hawezi kuwa na huruma dhidi ya wanaonewa, hawezi kuona ulazima wa kumsaidia anayeonewa. Ndio maana Mungu ninakujia ya kwamba wapige matukio hawa wanaoendelea na sherehe kwenye maukumbi na majumbani, wanaoposti vichekesho kwenye mitandao wakati huu. Wengine tunalia, hawataki kukubaliana na andiko lisemalo, lieni pamoja na wanaolia. Ni kwa kuwa hawajawahi kupigwa tukio kisawasawa. Nafahamu sio vema kuwaombea ombi hili, lakini wewe Mungu unajua mwanadamu asipopitia tabu ni vigumu kumkumbuka mwingine anayepitia tabu. Ndio maana kwa masikitiko makubwa ninalazimika kukuomba kwamba walau wapige matukio ili wauone umuhimu wa kusimamisha mambo yao. Ruhusu waonewe ili wajifunze umuhimu wa kusaidiwa na mwingine. Ruhusu jambo lenye utata kama haya tunayolilia litoke kwenye maisha yao, ili waone umuhimu wa kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu ndiye uliandika, imani bila matendo imekufa. Lakini wapo wanaotuambia tuko pamoja nanyi katika roho, tupo nyuma yenu, tunaendelea kuwaombea. Mungu wapige matukio hawa ili wajue ni wao wenyewe
wanatakiwa kuwepo waziwazi kwenye tukio ambalo linamfanya mtu analia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Wako wanaosema eti hawajafunuliwa. Wewe Mungu unajua jinsi ya kuwafunulia. Paulo akiwa na kiburi uliruhusu mwiba kwenye mguu wake, ndipo akajifunza kuacha kiburi. Ruhusu mwiba kwa hao wanaosema hawajafunuliwa, wanaosema Mungu hajawaambia, wanaosema Mungu hajawatuma. Mungu mwenyewe ulishasema tuwatetee wanaonewa, tulie pamoja na wanaolia. Ila hawa wanasema eti bado hujawatokea, na kuomba wapige na matukio ili wajue huo ndio utakatifu hasa. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Wapo wanaojitabanaisha kwamba wana moyo mzuri, ila eti wanaogopa njaa. Eti wakijitokeza waziwazi kulia pamoja na wanaolia, kazi zao na biashara eti zitaandamwa. Wapo wanaosema tuna watoto, tukijitokeza waziwazi tutaondoka mapema, tuache watoto ama watoto watauliwa. Wamejizima data, wanaona ni wajinga waliopoteza watoto wao au wao wenyewe kwa sababu ya kupigania haki kwa wote. Wanajisema eti wao wana hekima, wasijue kesho inakuja kwao. Mungu wapige matukio ili waone umuhimu wa kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapo wanaosema wanalazimika kutekeleza maagizo ya kuwatesa watu wasio na hatia kwa sababu wanaogopa wasipotekeleza kazi zao zitapotea ama uhai wao. Mungu inua wengine na wenyewe wafuate maelekezo, wawaone na kuwatendea hawa wanaotenda mabaya kwa kusikiliza maelekezo, ili tuwajifunze inavyouma hata ukiumizwa na anayejifanya na huruma dhidi yako. Inua wengine na wafuate maelekezo, wawatende hawa wanaotufanyia vibaya bila hatia, kwa kufuata maelekezo, kwa kuwa imeandikwa
imeandikwa, apandacho mtu anatakiwa kuvuna. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia. Mungu wapige matukio ili wajifunze kulia pamoja na wanaolia.